Dalili moja wapo kwamba unakaribia kwenye jaribu ni ukiona umeanza kupoteza hamu ya kuomba, hamu ya neno, umeanza kuona kama vitabia fulani vinakaribia kurudi, na kama unakaribia kuvifungulia mlango. Usio kafikiri ni wewe hapo, ni shetani. Hiyo ni harufu ya shetani kutokea mbali. Shetani ana harufu ya mbali. Kabla ya kufika kama dude limefika. Cha kwanza unaanza kuona vitu fulani. Unashangaa ulikuwa umeushinda usingizi, unalala masaa 3, safari umeanza kufikisha 6, masaa 6 yote. Na ukiamka bado unajisikia kama mchovu, unasema nakuja. Unakaa kitandani unajigeuza tayari, hiyo ndio kwamba anakuja sasa. Kama wanavyosemaga wale wa Kenya wanaotafsiri movie, anakuja sasa. Ndo anakuja, yani ndo anakuja. Sasa bahati mbaya ni kwamba zile dalili watu tunazipuuza na tunashindwa kumzuia kabla hajafika. Kwa hiyo baada ya muda mtu anakuja kupigwa mweleka wiki 2 mbele, anafikiri ndo siku hiyo. Lakini ni maandalizi marefu, hatua kwa hatua. Mbegu zilikuwa zinaendelea kuota kwenye maisha yako mpaka siku unakuja kurudia kuangalia picha za uchi. Mbona huo ni mchakato mrefu? Kagua maisha yako ya maombi yalikufa lini. Kagua ulifunga mara ya mwisho lini. Kagua ulikuwa unaheshimu ibada kwa kiwango kile cha zamani lini. Kama si kwamba ibadani ulikuwa unakuja na data iko on, unaweza ukaangalia kitu online wakati ibada inaendelea. Mhubiri anahubiri na wewe unaangalia kitu kwenye simu. Amen. Nainua mkono hivyo, wenzako ameshashusha, wewe umebakiza wenzako. Yaani utagundua kabisa hakuna bahati mbaya rohoni. Mtu akishambuliwa ni kweli kabisa anastahili kushambuliwa. Nakupa siri za maisha ya ushindi hizi. Kwa hiyo hakuna kuonewa. Kila mtu anashambuliwa kwa sababu ya mlango aliofanyaje? Aliofungua. Kwa hiyo kule tulikotoka kwenye Wafalme, kwenye waraka wa 3 wa Yohana, kuna uhusiano wa moja kwa moja kati ya hali ya kiafya ya mtu na ukiroho wa mtu, kama vile roho yako. Kwa hiyo nakuwa na afya yako. Tuanzie pale, naomba niwekee hiyo hii hapa. Sasa tukate tusisome yote ya kule mbele, Tuanzie nakuwa na afya yako afu tumalizie mpaka ifanikiwe hapo. 1 2 3. Nakuwa na afya yako kama vile roho yako Kwa maana yake kinyume chake, hautakuwa na afya yako roho yako ikiacha kufanikiwa. Kadri roho yako inavyoanza kuwa nyonge, maombi yamekufa, utakatifu umeanza kuwa kitu cha kutenda dhambi na kutubu. Wakati zamani ulikuwa unasema sitaki dhambi nisogelee. Huo ni ushahidi kwamba idara ya magonjwa inaanza kukaa standby ya kuzimu. Ile salikuwaga na shida ya maumivu makali wakati wa period kabla hajaja ABC. Sasa amekaa kabisa miaka 2 na aski na amesahau hata dawa. Sasa mwezi ujao tunaanza. Unasema, nashangaa baba, mbona ilishaondoka imerudi? Wakati mnatuambia imerudi, hamtuambii pia kwamba ana maombi nayo mmeacha muda. Hamtuambii pia kwamba kuna maisha mengine mmeanza ambayo hatujui. Hayo hamtuambii, mnatuambia matokeo. Huu ndo unafiki wenu sasa. Mtuambie pia na kilichopelekea. Msituambie tu kilichotokea, tuambie kilichosababisha pia. Tuambie kama hali yako ya kiroho ni imara. Mwingine atakwambia baba, hata mimi sijatenda hata dhambi, hata Mungu anajua, ila linashinda na movie. Sijafanya hivi. Muulize Biblia umesoma lini? Amesahau. Mara ya mwisho kaa na neno la Mungu. Alafu anakuja kukwambia, yani sielewi hata mimi, yani haya mafua nilishayasahau kabisa. Hata mafua, haya. Ukifanya hivyo yakatoka. Inabidi uniambie hali yako ya kiroho ikoje. Naomba unielewe, nakupa basics za kusaidia hudumu kwenye afya. Kadiri unavyopoteza ule moto wa ukiroho, ndo unajiweka kwenye matatizo ya kiafya bila kujua. Kabla ya kufika kwenye dhambi, shetani wa eneo la afya anaanza kujiandaa kula nyama ya mtu